Mimi kwa maneno nazungumza zaidi nitapenda kuizungumzia timu yangu. Kusema nizungumzie timu ya Yanga, wao na majigambo wao kama walivyotoka hapa, anakuambia wachezaji bora wanatokeza wote wapo Yanga. Kati wachezaji tunatarajiwa katika timu zote ni wapo, wengine wanajua kabisa kama huyu jamaa bao ngapi na bao ngapi. Kwa hiyo mtazamo wao kosa kuelewa na yule mtu mzima na mimi mjombangu nitashindwa kumjibu zaidi kiundani, ataona kana mvunja heshima. Yule maneno yake yazungumza afu ni mtu akusahau paka gari sema alopaki. Anakuaga na ugonjwa huo. Huyo alotoka hapo kumhoji ndiye anazungumza masuala hayo. Achai kuacha gari lake anaitafuta kuja kukumbuka ipo Changombe. Ukatugali kaacha pale msikitini pale Taifa. Sasa mtu anaopewa kuelewa hilo jambo kumuelewa vizuri. Sisi Simba katika mechi hii tunaweka mkakati tunaitaka vibaya sana, sio kuichukulia msimamo. Tunaitafuta kwa haja sana kwa mechi hii. Sababu unajua mechi hii tukisema ujamaa tukimnyosha tunajua nafasi gani tunaitafuta sisi na kuelekea wapi. Takwimu inaonekana Yanga Afrika zamefunga mara nyingi Simba siku za karibu na idadi ya Kariakoo. Amefunga mara 4 mfululizo. Mechi ya mwisho alifungwa bao moja. Kuelekea mechi hii Yanga bado na safari ndio bora wanazungumzia. Lazima aguse pale alipogusa kwa mshono msimu uliopita. Sasa bao moja alifunga nani? Mchezaji gani wa Yanga? Wewe ndio unasema bao moja kufunga sisi. Ni bao ndo nakuuliza sijakukatalia. Wewe ndio maneno unazungumza mimi sina kuhoji. Ile bao moja Simba kafungwa mchezaji gani wa Yanga, hebu nitajie. Walijifunga Simba kidogo. Sasa ndo twende na mada vizuri. Sasa baada ya sasa kujifunga watafunga tena goli. Pointi wanapata. Sasa walali wanaotaka wao wasitegemee tena kama kile kitu kitapatikana. Habibu, unakubali kuingia katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kama underdog kwa maana Young Africans kufunga mara 4? Hayo ni mwelekeo wako, mimi si underdog. Sababu mimi katika top ya mambo ya mpira nipo kiwango cha juu mpaka kafu wenyewe wananielewa. Sasa ukinieleza swali kama underdog hapa, underdog ni Yanga, hayupo. Yanga ni underdog. Ndio underdog sababu hayupo katika timu ya mpira. Za kafu yupo wapi? Ni mtu wa 12, kwa sababu mtu wa 12 utakuwa unazungumzia mtu wa 6. Kwenye ligi kuu soka Tanzania. Hata katika ligi kuu mtu wangapi? Unashika nafasi ya pili. Sasa utaniambiaje mimi mdogo? Kwa maana takwimu zinaelezwa Young Africans kufunga mara 4 mfululizo. Yeye kajenga chumba kimoja, mimi mtu wa pili na vyumba viwili. Sasa nani hapo mwenye mwelekeo zaidi? Wewe unaambia mimi mtu wa pili na vyumba viwili. Yule sana chumba kimoja mtu wa kwanza. Sasa nani hapo utasema mimi hapo nilipo chini underdog? Kwa unaposwali unalipatia wapi? Mbona unatamba Habibu? Nini kinakupa? Sio kama hivyo unaambia hilo swala kuniambia ninatamba. Unavyozungumza hilo swala kumzungumzia kiwango chake cha mpira Simba kilishuka, underdog maana yake ni mtu yuko chini zaidi. Mimi sipo chini zaidi kisoka. Kwa maana kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo kama nakwambia vipi? Waje wachukulie wasichukulie mfano wa kusema kama ile Simba pao anakuja tu mtu anapita mlango wa 1 unapita atokezea baadhi Swahili wakae watizame. Sivyo kwa watu wanajigamba hao ndio wanakuja kusahau magari yao. Hiyo mechi sasa tunaitafuta kwa hamu. Kwa saa lote sehemu zote kwa tunacheza mpira lakini katika mechi hakuna, inatumiza kichwa. Sasa kama mtu ni mashamba akifika kipindi cha mpunga ushakolea mashambani kwako pale utoke unakaa na manati. Ndio mechi ya dabi sisi tunavyoivizia. Tunaitafuta kwa hamu sana. Hao sichukule kwa mfano kutuchekea kiurahisi. Swala ni vigumu. Dua zishaanza. Hizo dua zipo tokea mwanzo. Dua kila siku Mwenyezi Mungu mtu atakiwa kwa mwanadamu upo hai kuomba dua ni swala la kawaida. Dua zipo hata paka za kuingilia chooni. Kuna mifano kuingilia chooni. Uanze na mguu wa kushoto kurudi utoke na mguu wa kulia. Sio utasema dua utakosa kwenda nazo kiwanjani katumpe ndio nataka matokeo. Hizo ni zipo. Hazikosekani. Sema hao ndio tunawaambia ndugu zetu ili swala kutuchukulia sio ukaribu. Hilo swala waachane nalo. La kutuchukulia ukaribu hilo swala waachane nalo. Wasitegemee swala ukaribu wataupata tena, swala hilo hakuna. Abadan. Elim Panzu Kibisawara ameonekana kuwa na performance nzuri zaidi. Mpaka Ahmed Ally anamuita jina kwa volcano. Kiwango cha Mpanzu jinsi alipocheza mechi takriban za ligi kuu soka Tanzania bara, unamwona Mpanzu akiperform katika dabi ya Kariakoo. Wewe mwenyewe unamwonaje kwanza? Wewe mwenyewe mwandishi wa habari, huyo Mpanzu kwanza wewe mwenyewe unamchukuliaje kwanza, afu baadaye ndio na takrimu nikuelekeze mimi. Wewe mwenyewe unamwonaje unavyokuwa kiwanjani yule mtu? Yule mtu bwana Muhammad kuhangaika kote na siku zote kwa tunapiga kelele tunamtaka mtu. Na mtu sisi katika Simba Sports Club bwana Muhammad kahangaika kuna huku na viongozi wa Simba ndio wakatetea kifaa kile. Na kile sio kile, kuna subiri dirisha kubwa tena, kuna mtu mwingine anakuja. Mtatoa mifano mingine hai tena kwa kila mtu. Mpanzu katika sekta yake pale mpira
Yule mtu kwanza umpangii kuwa namba moja kama unavyomchukulia namba alimpanga pale. Yule kocha pale kamwacha kama mtu yule ni mzungushaji katika pale kiwanja, hajulikani. Kama unaweza kukuta yule mtu anaondoka na kwenda pembeni, unaweza kukuta ipo kati. Na huko kati kwenye anavyochukua mpira kwenda aendi kati moja kwa moja. Lazima atachukua watu apeleke tena katika namba yake aliyopanga. Kwa kupembeni afu ndo atoa majalo watu wanarudi kati wanahesabu magoli. Kama kuna shuti moja la juzi aliyopiga pale Sundolo na jamaa baada kulitamba golikipa alifanya nini mwenzie? Silipatikana bao lile. Sasa yule mtu atakuja kuitegemea ndugu zetu acha wasubiri wazungumze hivyo hivyo. Yule mjomba azungumze tete na beki yake. Kuna beki pale kwa Yanga tena Yanga pande zitoka kadi nyekundu nyingi. Kwa hiyo anazungumza yule mjomba wangu hapa. Kwa beki ya Yanga pale kuna mtu mmoja anapenda kuvuta futatu mashati na anapenda kucheza lafu kwa yule mpanzo atamvuta atakuja kwenye 18 ukato anavyotaka kuondoka na chenga zake atacheza lafu pale anapata kadi nyekundu watatoka nje afu alalamike. Wanasema kuna bomu ambalo limeandaliwa Jonathan Kangalo. Yule mchezaji bwana mtu anakimbia yule kama unavyoona kuna mnyama mmoja polini wanamuita ana pembe moja tuweka huko mbele. Sema mfano wake tuseme kama anakimbia kama nguru alivyokurupuka basi atizame kutoka hapo mbele kitu gani. Sasa mchezaji gani unakimbia mbele afu mpira unaacha nyuma? Unategemea kitu gani? Kifaru Si ndio tunazungumzia ndo bwana alomchokoza. Mimi sikumtaja jina. Sasa kama sikutaka kuingilia kule ni. Si ndo Kasongo anaitwa. Wewe mwenyewe atoka mbio mpira na uacha nyuma. Wewe unategemea kitu gani pale? Unajua goli. Unaona pesa ya kwanza. Sasa wewe ndugu yangu mipango achana nao wewe wajui bwana wewe. Yule mchezaji wa Saudi moja kwa moja bomu na sio watu wa Simba ndio wanazungumzia muda mwingi. Wakaona swala aibu bora mchezeshi watie ile swala kusema mchezaji bora kakaa na kula mchana anakula kitu kinaonekana. Pale mchezaji hakuna. Na yule wanampanga kumpeleka Singida. Singida tena. Anakwenda Singida sema kelele zetu sisi ndio walifanya wampange. Lakini hakutaka yule mchezaji wamchezeshe. Ndio maana walimweka benchi muda mrefu asipate kama amesajiliwa. Hizo habari ndugu yangu njoo hapa station utazipata. Sio ndio kama tutapenda kukuelekeza bwana. Sisi kelele zetu ndio kama bwana tuwafungua mtu amfungulie mlango acheze lakini hakutaka swala kumchezesha. Yule mchezaji. Sio kwamba ameweka mtego hivi kuelekea. Mtego wenyewe unamwekea nani sasa? Ndio mikimbio yake. Mikimbio gani? Piga cross moja bao. Sasa cross moja, huyo mpanzo ukaingia siku moja kila mtu chakupana piga kelele. Wewe ulikuwa unataka kupiga picha kiwanjani? Wewe nakuuliza ulipokuwa kiwanjani mpanzo kati anaanza kuingia kiwanjani. Ulikuwa unaamua kupiga picha? Sio hapo unataka kila time umuone. Mchezaji anaonekana kwa mara moja tu. Dakika chache alivyokuwa na mpira moja kwa moja huyu ni mchezaji. Hili swali lingine linakuja na maneno kutokana na waandishi wa habari mchachoto na wale watu mtazungumza sana. Kama wale bwana kujigamba kwao na kuta sisi tupo nao ligi hapa. Ligi yao wale kupanda gari, ndege mwisho Bukoba, Songea, Arusha wanarudi hapa. Wana sehemu nyingine ya kwenda kwa zile kelele zao zopiga wako wapi? Shukrani. Sio kwa nasema basi tunakwenda tukaacheni Simba. Simba nzee hapo kwa bao moja ndio mechi ya kimataifa. Jiandae. Hajapita hao, waitwa na hao bwana watafute. Lakini mechi ya tarehe 8 pale watatafutana. Wanatupa pamoja.